Asante kwa kunipenda sehemu ya 7. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Asante kwa kunipenda. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua. Simulizi inayoelezea nini maana upendo wa kweli. Simulizi inayotenganisha kati ya upendo wa dhati na usaliti. Anayetusimulia simulizi hii ni kijana anayefahamika kwa jina la Godfrey Joktani, mkazi wa mkoani Tabora, katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Bachu. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Joktani kabla ya kuendelea kutusimulia ana msemo wake ambao mara zote huwa anatuambia kwamba siku zote katika maisha haya tunaishi na watu wanaotuumiza, lakini hatuchoki kuwapenda, tunawasamehe na kuishi nao kwa wema na kuamini kuwa ipo siku watakumbuka mema yote tuliowapa, kwa sababu binadamu hatuishi daima. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Godfrey ameshuhudia mpenzi wake, kipenzi cha moyo wake, mwanamke ambaye alikuwa na ndoto naye kubwa sana, mwanamke ambaye aliamini kwamba ndiye ambaye atakuwa mke wake wa ndoa, ndiye ambaye atakuwa mama wa familia, ndiye ambaye alimchagua kuwa kipenzi cha moyo wake, mwanamke aliyefahamika kwa jina la Leila. Siku hiyo alishuhudia Leila akiwa amefunga ndoa, tena akiwa na bashasha tele. Alifunga ndoa na kijana ambaye kwa namna moja ama nyingine Godfrey alishiriki kumpatia pesa kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya huyo kijana. Godfrey baada ya kushuhudia tukio lote lile, baada ya kwenda ukumbini kushuhudia sherehe ya Leila, akaenda kutoa zawadi kwa kile ambacho alibarikiwa. Hakufanya kitu chochote kile ambacho kingeleta sintofahamu katika sherehe ile, lakini maumivu ambayo aliyabeba katika moyo wake ni maumivu ambayo hayasimuliki, ni maumivu ambayo hayaelezeki, ni maumivu ambayo yamepita neno lenyewe maumivu. Basi Godfrey baada ya tukio lile akaelekea nyumbani. Alipofika nyumbani moja kwa moja akaenda kujitupa kitandani huku akiwaza mambo mengi sana. Godfrey anaendelea kutueleza. Godfrey anasema, siku hiyo niliona ni chungu sana kwangu. Ama hakika dereva mimi ambaye nilikuwa na wakataa abiria wengi kupanda katika gari langu na kuwanyima siti abiria ambao walikuwa wanahitaji siti ambayo waliona iko wazi, nikiamini kwamba kuna abiria wa muda mrefu ambaye yupo mbele anaisubiri siti yake, kumbe abiria huyu tayari alishapanda gari lingine. Nilipanda upendo, nimevuna maumivu. Nilionyesha thamani, amenilipa mabaya. Kweli Leila mimi ndio akonifanyia hivi. Ina maana hichi ndicho ambacho nilikuwa nakisubiri. Yaani kumbe tu mbali na kuwa na Dennis na mimi alikuwa na mwanaume mwingine. Ina maana kila mtu alimpanga kwa namna yake. Kama Dennis alimwambia afunge naye ndoa mwezi wa 5, mimi akaniambia nifunge ndoa mwezi wa 6. Kumbe kuna mwanaume mwingine ambaye alikuwa amempanga. Kwa hiyo alikuwa anaangalia yule mwanaume ambaye atakuwa wa kwanza kufunga naye ndoa ndio huyo ambaye atamfanya kuwa mume wake halali. Leila ni mwanamke mbaya sana. Leila kwangu alikuwa ni kama mwanamke shetani. Leila amenitoa maana nzima ya mapenzi. Leila amenifanya nisimwamini mwanamke yoyote katika ulimwengu huu. Leila huyu ambaye alikuwa anajifanya kwamba ananipenda sana kuliko mwanaume yoyote yule, kwamba kuna mipango ambayo anaweka sawa ili mimi na yeye tuje kuwa mume na mke, kumbe kuna mwanaume ambaye aliteka nafasi ya moyo wake. Sikutaka kujua yule kijana ambaye amemuoa Leila anafahamika kwa jina gani au anaitwa nani, lakini nilichojali kwamba kama Leila aliona pale ndipo sehemu pekee ambayo anaweza kuipata furaha kuliko sehemu yangu, basi ni bora akaendeleza kuipata furaha yake, basi na mimi niendelee kuyatibu maumivu yangu. Kiukweli hata kazini nilikuwa sina hamu tena ya kwenda kuendesha pikipiki. Japo wateja wengi walikuwa wananipigia, nikaona ni usumbufu, nikazima na simu kabisa. Nafikiri hata mdogo wangu Sara alizipata zile taarifa. Mida kama ya 2 hivi usiku, Sara alikuja nyumbani kwangu.
akanigongea mlango. Kiukweli nilikuwa nimelia siku nzima, hata nguvu za kunyanyuka tu nikawa sina, kwa sababu nilikuwa nafikiria mustakabali mzima wa maisha yangu. Baada ya hapa ni nini ambacho kitaendelea? Ulimwengu unanichukuliaje? Jamii inanichukuliaje? Kwamba mimi ni mwanaume bwege, mimi ni mwanaume dhaifu ambaye nimeshindwa kukidhi mahitaji ya mwanamke mrembo kama Leila hadi kufikia hatua ya kwenda kuolewa na mwanaume mwingine. Basi mdogo wangu Sara alipiga sana hodi pale mlangoni huku akiniita, "We kaka Godi, hebu fungua mlango bwana. Yaani tunakupigia simu siku nzima upatikani. Umeona sasa? Mimi nilishakwambia ukweli. Huyo mwanamke akufai katika maisha yako kakangu, lakini ukawa unanipuuzia. Ona sasa alichokufanyia kaka. Hebu fungua mlango bwana. Kuna maisha mengine baada ya hapa." Yaani tunamchukia kweli yule mwanamke. Hafai kabisa. Hafai kuwa katika kundi la wanawake yule mwanamke. Ni shetani. Kwa nini akuumiza wewe kiasi hicho? Nakwambia kaka, ukifanya kitu kibaya humo ndani, naenda kumuua yule mwanamke. Namuua. Kama kweli unampenda yule mwanamke, fungua mlango. Na unanijua kabisa akili zangu. Nilipoona mdogo wangu amecharuka sana, ikabidi nijitahidi tu kutoka pale kitandani na kwenda kumfungulia mlango. Kiukweli nilikuwa nimechoka sana. Nilikuwa nimechoka akili, mwili, pamoja na kila kitu ambacho kinaendelea katika dunia hii. Basi baada ya kumfungulia mdogo wangu mlango, moja kwa moja mdogo wangu Sara akanikumbatia huko akinibembeleza. Akaniambia, "Kaka, pole. Haya pia ni maisha tu. Siku zote Mungu huwa analeta kitu kimfaacho mtu. Kwa hiyo kama Leila alikuja kwa bahati mbaya katika maisha yako, basi Mungu kuna mtu ambaye amemleta kwa makusudi katika maisha yako. Kaka, kila mtu katika maisha anakuja kwa sababu. Tafadhali usije ukaruhusu mawazo yakatawala maisha yako na ubongo wako pamoja na akili yako, ukajikuta ukafanya vitu vingine ambavyo vikaja kushangaza ulimwengu eti kwa sababu ya kumpambania mwanamke ambaye hajui thamani ya upendo wako, mwanamke ambaye umefanya kila kitu kwa ajili yake, lakini yeye hamna thamani yoyote ambayo ameiona kwa ajili yako. Tafadhali kaka, mimi mdogo wako na ndugu zako wengine pia tunakupenda sana. Tunakupenda sana kaka yetu. Wewe ni ndugu yetu pekee, ndugu yetu mshauri mzuri, ndugu yetu ambaye unapambana kwa kila hali kwa ajili ya kuisaidia familia. Hatupo tayari kukupoteza eti kwa sababu ya mwanamke asiyejua thamani yako. Kama yeye hajui thamani yako, basi sisi hapa tunaijua thamani yako." Nikamwambia mdogo wangu Sara, "Unajua mdogo wangu Sara, haya yote mimi niliyajua hapo mwanzo. Nilijua kwamba Leila ni mwanamke wa wanaume wengi, lakini moyo wangu uligoma kabisa kuondoka kwake. Unajua mdogo wangu, mimi nilikuwa naheshimu sana hisia zake, lakini vipi kuhusu hisia zangu? Naumia pia na ninahitaji upendo wake kwa ajili ya kuponya maumivu yangu, lakini yeye hakuwahi kulielewa hili. Zaidi ameendelea kuniumiza. Nilijua tu kwamba ipo siku ataniacha, lakini sikufahamu kwamba ingekuwa rahisi na mapema kiasi hiki. Lakini kwa sasa acha tu nifurahi kuwa hivi ambavyo ameamua niwe. Lakini pia naamini na mimi ipo siku yangu ya furaha itafika. Naomba Mungu maumivu ambayo Leila amenipatia na yeye hajapatiwa maumivu haya tena zaidi ya haya ambayo nimeyapata mimi. Mdogo wangu naumia sana. Kakako mimi sijui hata nipoje. Kakako mimi ni mdhaifu kwa Leila, lakini kwa sasa nimeamini kwamba kisichoridhiki hakiliki. Siwezi tena kuendelea na Leila, nimekubali. Si Leila tu, na sitaki ukaribu wowote na mwanamke yeyote yule." Mdogo wangu Sara akaniambia, "Naelewa kaka, nafahamu ni maumivu gani ambayo unayapitia. Nikwambie kitu kimoja kakangu, kama unataka moyo wako kuwa na furaha, ufundishe moyo wako kukubali maumivu, hasa kwa watu unaowapenda. Waacha waende wale ambao hawaijui nafasi yao kwako, ili uikaribishe nafasi ya watu ambao wataitambua thamani ya upendo wao kwako." Yaani alikuchiti wewe na kuwa na mpenzi wake mwingine anayefahamika kwa jina la Dennis, na bado akakudanganya, ukafanikiwa kuvunja mahusiano yao, na bado ulifikiria kwamba ataendelea kuwa mwaminifu kwako kakangu. Hapana, hizo zilikuwa ni ndoto za Alinacha. Na kama unakumbuka, nilikwambia maneno haya kabla hujapata maumivu makali kiasi hiki. Nikamwambia kwamba mdogo wangu, najua utanilaumu kwa mengi, utanilaumu sana, lakini halikuwa ni kosa langu. Ni upendo tu, ni mapenzi yangu ya dhati ambayo nilimpatia Leila. Siku zote niliamini kwamba umaskini unawafanya wanawake wengi kuamini kuwa
kama mwanaume asipompa pesa basi atakuwa hampendi. Ndio maana nilifanya kila njia, kila kitu ili mradi niweze kumridhisha mpenzi wangu Leila kwa kumpatia chochote kitu, hata kidogo ambacho nilikipata. Niliinyima familia yangu ili nimpatie Leila, lakini angalia alichonifanya. Mbona mimi nilikuwa nimekubali kila kitu, lakini kwa nini bado nahisi maumivu katika moyo wangu? Unajua siku ya leo nahisi ni kama njozi, nahisi bado kama niko ndotoni mdogo wangu. Nimemisi sana Leila, nimemisi, lakini Leila anaonekana kuwa na furaha zaidi asipokuwa na mimi. Basi ngoja nimwache aendelee kupata furaha aliyoitafuta. Mimi ni mkakamavu sana, lakini siwezi stahimili maumivu haya mdogo wangu. Kiukweli taratibu mdogo wangu naanza kuamini kwamba mapenzi si kwa ajili yangu, mapenzi yana watu wao na si kwangu mimi Godfrey. Mdogo wangu akaniambia, "Oh, kaka unaniumiza sana mdogo wako. Unaniumiza sana. Hebu kwanza tangu asubuhi umekula?" Nikamwambia hapana sijala, nimeshinda tu ndani. Akaniambia okay, basi nenda kaoge tutoke. Tukatafute sehemu tukale au twende nyumbani. Nikamwambia hapana, mimi siendi nyumbani. Namjua mama atanisema mpaka basi. Yaani leo sitaki tu kujichanganya na watu. Mdogo wangu akaniambia, bwana, utaki kujichanganya na watu nini? Unajua ukiendelea kukaa tu peke yako humu ndani, ndivyo mawazo potofu ambayo yatakuwa yanakujia. Utaanza kuanza kujiua. Wanasaikolojia wanasema hivyo. Ni bora ukiwa na msongo wa mawazo, ni bora ukachanganyikana na wengine ili ukapata mawazo mapya. Uwezi jua, huenda Mungu kuna fungu ambalo amekuandalia siku hii hapa ya leo. Nikamwambia sawa mdogo wangu, ngoja nikaoge. Akasema haina shida. Akasema lakini nataka ni muombe Felista. Nataka nimpigie simu mamake Felista tumpitie pale kwao. Akatupe kampani. Kwa sababu mama yake Felista ananiamini sana. Na siku nyingine Felista huwa anakuja kulala nyumbani na mimi huwa naenda kulala kwao. Kwa hiyo haitapendeza zaidi tukiwa wawili. Ningeomba kakaangu atupe kampani na Felista. Nikamwambia hata Felista mwenyewe ni muongo. Kumbe alijua kwamba rafiki yake anaolewa, hata hajanipa taarifa. Kwa nini alikuwa ananipa taarifa zingine zile, lakini taarifa za rafiki yake kuolewa hajaniambia? Mdogo wangu akaniambia hebu acha visirani bwana visivyokuwa na msingi. Hebu nenda kaoge, mimi nakusubiri hapa. Basi nikaingia kuoga, nikajiandaa vizuri, mdogo wangu akiwa ananisubiri. Wakati mimi naendelea kujiandaa, Sara alikuwa anaongea na mama yake Felista, akimwomba Felista tutoke naye ili atupe kampani kwa sababu kuna sehemu ambayo tulikuwa tunaenda. Nafikiri mama yake alikuwa amekubali kwa sababu muonekano wa Sara ulikuwa unaonekana kuna jambo zuri ambalo amekubaliwa. Basi baada ya kujiandaa nikamwambia vipi, tunampitia au amekataliwa na wazazi wake? Akasema mama yake amekubali lakini amesema tuwe makini. Nikamwambia okay sawa. Basi nikachukua pikipiki tukapanda tukaenda nyumbani kwa kina Felista. Baada ya kufika pale nje, Sara akaingia ndani kwa ajili ya kwenda kumchukua Felista. Ila kichwani nilikuwa na mawazo mengi, bado nilikuwa nahisi kizunguzungu. Basi Felista alipokuja, akanisalimia, akaniambia Godfrey mambo. Nikamwambia poa vipi? Akaniambia poa. Akaniambia unaendeleaje? Nikamwambia naendelea vizuri. Akasema okay sawa. Hatukupoteza muda tukaondoka. Tukaenda moja ya hoteli ambayo ilikuwepo hapa mkoani Tabora. Tulienda hoteli ambayo ni tulivu, hoteli yenye mandhari nzuri. Kiukweli tulipiga story 2-3, lakini yote haya mdogo wangu alikuwa anafanya ili kuweza kunirudisha katika hali ya kawaida. Lakini wakati tunaendelea kuzungumza, Felista akaomba Sara atupishe ili tuweze kuongea mimi pamoja na yeye. Nikamwambia kwa nini unasema Sara atupishe? Tuna jambo gani ambalo la siri ambalo mimi na wewe tunaweza tukaongea? Felista akasema samahani kama nitakukwaza, lakini Sara naomba utupishe tu, nataka niongee na kakako. Kuna mambo mengi ambayo hayafahamu, nataka nimjuze. Sara akasema kaka ninavyomjua hapa atabisha mpaka kesho. Hebu ngoja mimi nitoke. Hata hivyo nilikuwa nataka nitoke niende pale, nimemwona rafiki yangu amekuja. Mkimaliza kuongea mtaniita. Basi Sara akatoka pembeni. Baada ya Sara kutoka, Felista akaniangalia kisha akatabasamu. Akaniambia Godfrey, unajutia kwa hiki ambacho Leila amekifanya? Nikamwambia kwa nini unaniuliza hivyo? Akaniambia nakuuliza ni kwa sababu hichi ndicho ambacho ulitegemea kukipata. Maumivu haya ndio ambayo ulikuwa unayasubiri kwa muda mrefu. Sio makosa ya Leila, ni makosa yako. Nikamwambia kwa nini unaniambia ni makosa yangu? Felista akaniambia kabla ya kupata maumivu haya unayoyapitia leo, nilikutahadharisha mapema kwamba mwanamke yule si wa hivyo kama ambavyo unamfikiria, lakini mimi uliniona ni kidudu mtu katika penzi lako. Ni kipi sasa ambacho kimetokea mpaka unajikuta leo hii unajifungia ndani peke yako?
ukiwa mwanaume mnyonge, mwanaume ambaye siku zote huwa ngangari, mwanaume ambaye unapambania ndoto za maisha yako, ni kwa nini unataka kuzizima ndoto zako kwa ajili ya mwanamke asiyejua thamani ya maisha yako? Nikamwangalia Felista. Maneno yale ni kweli yaliuchoma moyo wangu, kwa sababu kabla ya tukio hili Felista alinitahadharisha sana, lakini nilimuona kwamba Felista ni mwanamke ambaye anataka kumharibia tu mwenzie mahusiano kwangu, kwa sababu kama ni rafiki yake, kwa nini aje anipe siri za rafiki yake? Lakini kumbe kuna kitu kikubwa ambacho alikiona mbele yangu. Nikamwambia, "Ndio, lakini hata wewe pia Felista ni mnafiki." Felista akaniambia, "Nina unafiki gani? Nina unafiki gani Godfrey? Ni unafiki upi ambao nimeonyesha kwako? Unafiki wa kukueleza ukweli? Unafiki wa kuonyesha hisia zangu kwako? Unafiki wa kukutoa shimoni na wewe ukawa unang'ang'ania kuingia shimoni?" Nikamwambia, "Hapana, sio hivyo. Unafiki wako ni wewe, ni kwamba ulijua kabisa kwamba Leila anafunga ndoa lakini ukutaka kuniambia." Felista akasema, "Unakumbuka mara ya mwisho uliniambiaje? Ulisema kama nahitaji kuwa na urafiki na wewe, ni bora nikaacha mambo ya Leila yakawa ya Leila na mambo yako yakawa ya kwako, kwa sababu wewe ndiye ambaye umempenda Leila pamoja na mambo yake yote. Vipi? Mbona sasa hizi unampenda Leila tu na mambo yake yote unaanza kuyachukia?" Hapo kweli nikaona aibu, nikainamisha kichwa chini. Nikamwambia Felista, "Unajua Felista, mimi siku zote katika mahusiano haya nimepata furaha tu kwa muda mchache, lakini unauma sana kuona pale yule anayestahili kukufuta machozi ndiye anayekufanya utokwe na machozi. Nilijitia ukomavu kumuonyesha kuwa naweza kuvumilia madhaifu yake yote, yaani Leila ndio amenisahau kabisa. Maisha yangu yote Felista kwa sasa, nikwambie tu ukweli, naona ni kama yamejawa na usaliti na moyo wangu umejawa maumivu 100%. Felista akaniangalia, akanisikiliza kiumakini sana. Kisha akaniambia, "Pole sana Godfrey. Najua kwa sasa akili yako haipo sawa, lakini siku zote kuwa mwema kwenye maisha ni sawa na kuwa golikipa tu. Yaani haijalishi ni magoli mangapi umeokoa, lakini utalaumiwa kwa goli moja ulilokosea." Nikamwambia, "Ndio Felista, lakini kwa nini Leila alinifanya nimpende na kumwamini wakati alijua hawezi kuishi na mimi?" Felista akaniambia, "Hapa unajua tutaanza kuongea mambo mengi yenye maumivu, lakini Godfrey, lengo na dhumuni la kukuita hapa ni kutaka tu kukujuza ukweli, ni kutaka kukwambia yale ambayo yanausibu moyo wangu. Kiukweli Godfrey, naweza kusema labda navunja mila na taratibu na miiko ya Kiafrika ya mwanamke kuwa wa kwanza kumtamkia neno mwanaume kwamba anampenda. Godfrey, mimi nakupenda kweli, nakupenda kutoka ndani ya moyo wangu. Naomba nipe nafasi nizibe maumivu ambayo amekuachia Leila. Godfrey, mimi nikikwambia kuwa nakupenda, tafadhali niamini kweli na maanisha, maana sina namna nyingine ya kukuonyesha kuwa nakupenda, kwa sababu hakuna aliyenionyesha kuwa ananipenda kabla. Kwa sababu mimi naweza nikajiona kwamba niko tofauti na mabinti wengine, kwa sababu mimi ndio huwa naonyesha napenda sana kuliko kupendwa, na Leila mwenzangu huwa anapendwa sana kuliko kupenda. Hivi ni vitu viwili tofauti, lakini naona ni kama nyota zetu zimeendana. Wewe unapenda sehemu usiyopendwa, hata mimi huwa napenda sehemu nisipopendwa. Naomba hii iwe nafasi yangu ya mwisho kukutamkia wewe kwamba nakupenda." Felista akaendelea kuniambia, "Unajua Godfrey, mimi nakupenda, lakini nakupenda zaidi tofauti na unavyojua, na bado naendelea kukupenda. Lakini kama utataka kuniumiza kama wewe ulivyoumizwa, pia asante, ni moja ya majibu. Unajua kwenye maombi kuna majibu mawili tu, kuna ndio na hapana. Kama utanipa jibu la ndio nitafurahi zaidi, lakini kama utanipa jibu la hapana, basi nitaendelea na maisha yangu, sitakusumbua tena." Nikamwambia, "Asante sana Felista kwa upendo wako, lakini kitu kimoja ambacho nimejifunza katika maisha yangu ni kuwa ukiwa na mapenzi ya dhati na kuwa mwaminifu katika mahusiano, hupati chochote zaidi ya maumivu. Kwa hiyo Felista, unataka uniingize tena katika maumivu? Kama wewe Leila alikuwa ni rafiki yako, nakumbuka kuna siku aliniambia kwamba siri yako, siri yake, siri yake, siri yako. Chochote anachokifanya yeye wewe unakijua, na chochote unachokifanya yeye anakijua. Vipi na wewe kama utakuwa kama Leila?" Felista akaniangalia usoni kwa jicho la kuniambia kwamba tafadhali naomba uniamini, mimi si kama Leila. Kisha akaniambia, "Umesema Leila na si Felista. Leila ulikuwa naye katika mahusiano na mimi nilikuwa tu ni kama shemeji kwako, lakini kama mwenzangu ameichezea nafasi hii,
naomba iwe bahati yangu, naomba niitumie nafasi hii kukupata wewe, na kuhakikishia nitakuwa mke bora kwako, nitakufanya uwe mume bora, nitakufanya uwe mwanaume ambaye utajivunia kuwa na mwanamke kama mimi. Naomba nipe nafasi angalau mara moja tu. Nikamwambia sawa Felista, lakini kwa leo haiwezi kuwa rahisi kiasi hicho. Nipe muda nikufikirie. Akanambia okay sawa, mimi nakupa muda ndani ya wiki 2 tu. Naomba unipe jibu mapema ili nisiendelee kusubiri zaidi. Nikamwambia sawa, haina shida. Basi baada ya hapo Felista akachukua simu yake akaanza kubofya. Baada ya muda nikamwona Sara anafika. Akasema haya maadui wawili mmeongea mmeyamaliza? Felista akasema ndio tumeyamaliza. Mimi nikamwangalia tu Sara. Nilijua tu kabisa Sara atakuwa amepanga yote haya pamoja na rafiki yake Felista. Ni kwa sababu Sara alikuwa anampenda sana Felista. Na mdogo wangu Sara huwa anamjua. Yaani mpaka ikatokea amekuwa na rafiki na mtu, basi ujue amemchunguza sana. Amependezewa na tabia zake na kila kitu kuhusu yeye. Kwa sababu mdogo wangu si binti wa mambo mengi. Huwa anapenda vitu vilivyonyooka. Hapendi marafiki viruka njia, hapendi marafiki ambao anahisi kabisa watampotezea dira katika maisha yake. Basi baada ya hapo tukala, tukanywa, tukasaza, tukasherehekea vizuri. Nikajikuta kabisa nimesahau machungu ambayo nimeyapata kwa siku hiyo. Baada ya muda nikarudisha nyumbani. Niliwapeleka nyumbani kwetu Felista pamoja na Sara kwa sababu nyumbani kwao tulimwombea ruhusa Felista kwamba atalala nyumbani. Basi baada ya kuafikisha nyumbani mimi nikaenda nyumbani kwangu kwa sababu mimi nilikuwa nimejipangia nyumba yangu. Sikutaka kuwa karibu na wazazi japo nilikuwa niko bachelor. Basi ilipofika kesho yake asubuhi nilikuwa nimezoea kumtumia message Leila, lakini siku hiyo simu ilikuwa ni nzito sana. Niliangalia namba ya Leila nikaona tu inaendelea kuniumiza. Basi nikaamua kuifuta. Nilipofuta tu ile namba nikaona kuna message imeingia kutoka kwa Felista. Felista akaniambia, "Hello Godfrey. Unaendeleaje? Zatoka jana?" Nikamwambia nzuri, "Vipi kuhusu nyie zatoka jana?" Akaniambia ni salama tu. Akaniambia, "Nilikumisi tu Godfrey na nimemiss kampani yako." Nikamwambia, kampani ipi? Kampani ipi Felista?" Akasema nimemiss tu kuongea, kubadilishana mawazo, ukipata nafasi nitafute tuongee zaidi. Nikamwambia okay sawa, haina shida. Akaniambia sawa basi, jiandae basi uende kazini. Nikamwambia okay sawa, haina shida, asante kwa kunikumbuka. Yaani nikajikuta naanza kuvutiwa kuchati na Felista kadri siku zilivyozidi kusonga mbele. Basi nakumbuka kuna siku wakati nikiendelea kuchati na Felista aliniambia kwamba unajua Godfrey, miaka ni rahisi sana kupita ila upendo wa kweli ni ngumu sana kuisha. Godfrey, wengi husema majira hupita na kumbukumbu hupotea, ila kwangu kumbukumbu haipotei. Mbingu, ardhi, jua, mwezi na nyota vyote vinashuhudia ninavyokupenda. Ukweli nakosa nguvu kabisa hasa nikikumbuka utani wako, na muda mwingine nikitazama picha yako nahisi kukumisi, lakini ndo hivyo tena, wewe hunipendi na hutaki hata kunisikia. Nikamwambia Felista, una maneno wewe. Nani kakufundisha maneno haya mwanamke mzuri kama wewe? Akaniambia ni nani tena ambaye atanifundisha zaidi ya moyo wangu? Ni kwa sababu Godfrey, nimekwambia muda mrefu kwamba nakupenda, lakini mpaka najihisi nakata tamaa. Basi huenda pia hata wewe kwa fungu langu, huenda Mungu na mimi pia ataniletea fungu langu. Nikamwambia Felista, sio kwamba sikupendi, nakupenda, lakini naogopa kuzama mazima kwa sababu naogopa yatakuja kunitokea kama yale ambayo nilitokea kwa Leila. Unajua Felista, uzuri ni kama pesa. Kuna muda utakupa ugumu sana kumjua mwenye mapenzi ya kweli kwako. Hivyo nilikuwa naogopa. Felista akaniambia, Godfrey, kweli? Ina maana muda wote ambao nimeishi mimi na wewe, ina maana bado hujanichunguza vya kutosha, hujaona upendo wangu kwako. Naomba uniruhusu nikae katika siti ya moyo wako. Naomba uniruhusu niwe sehemu ya maisha yako. Hakika na kuahidi hautojutia, na ili neno litakuwa la mwisho kwangu. Sikwambii tena neno hili, maana nahisi huenda linakukwaza kwa namna moja ama nyingine. Mimi ni mwanamke, lakini nimekuwa king'ang'anizi juu ya penzi lako. Nimekusubiri kwa muda mrefu Godfrey, lakini naona mwenzangu hauonyeshi kuwa na mimi. Kiukweli niliwaza sana, nikizingatia na muda wote ambao nilikuwa nikichati na Felista, ni mwanamke ambaye alikuwa anaonyesha anajielewa, anajiheshimu, mwanamke mwenye mapenzi ya dhati. Nilikuwa nikilinganisha maneno ya Felista pamoja na Leila. Niliona dhahiri maneno ya Felista ni maneno yenye upendo wa dhati, ni maneno mazuri.
Yaani kila message ambayo alikuwa akinitumia yenye neno zuri la upendo, moyo wangu ulikuwa unafurahi sana. Nikaona basi hebu ngoja nimpe nafasi mwanamke huyo. Inaonekana ni kweli ana mapenzi ya dhati na mimi, lakini sitazama mazima kama nilivyozama kwa mwanamke yule anayefahamika kwa jina la Leila, mwanamke aliyeniumiza, mwanamke aliyenitenda vibaya. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 7 wa simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Asante kwa Kunipenda. Je, Godfrey pamoja na Felista watafanikiwa kufika katika malengo ambayo wanataka kuyaanzisha? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Asante kwa kunipenda.